Dibani Extra. Ngoso, naomba nianzie kwako kwenye hili. Yanga yaitambia Silver Strikers. Hii ni timu ambayo wataenda kuvaana nayo. Inawezekana Young Africans wanazungumzwa, wanaonekana kama ni timu ambayo pengine wanaweza kupata matokeo kirahisi zaidi dhidi ya hii timu ambayo wanaenda kukumbana nayo, kwa kuangalia labda ubora, historia na vitu vingine kama hivyo. Lakini kwa mtu asiyefahamu kuhusiana na Silver Strikers, ni timu ya namna gani? Ni timu nzuri. Paka kwanza ukiona timu yote inashiriki michuano ya kimataifa, haipo pale kwa bahati mbaya. Okay. Hata kama wamekuwa na msimu, hawajaanza msimu huu vizuri. Kwenye michezo yao miwili ya mwanzo ya kuingia raundi hii yote walitoa sare, ila wakiwa away walitoa sare ya kufungana bao 1-1, wakiwa nyumbani walitoa sare ya bila kufungana. Kwa maana kwamba walifuzu kwa faida ya bao la ugenini. Ndio, hiyo ilikuwa ndo sehemu moja, lakini pia kwenye mchezo wao wa ufunguzi wa ligi ambao walicheza na timu kubwa zaidi kuliko wao, Big Bullets, walifungwa bao 2-1. Kwa hiyo lakini mchezo wao wa kwanza wa ligi wameshinda. Ndio utaona sasa ni timu ambayo pia haifungi mabao mengi sana. Okay. Wao wanafunga mabao machache sana. Lakini pia ina wachezaji wengi sana kutoka kwao, na ina wachezaji kama 2-3 kutoka nje. Kuna mshambuliaji kutoka Nigeria, lakini pia kuna mshambuliaji kutoka Tanzania. Okay, kuna Mtanzania yuko pale. Anaitwa Suleimani au Selemani. Kwa hiyo ukifuatilia kwa ukubwa na kwa undani, ni timu ambayo sio timu dhaifu, lakini wana ugumu. Mechi lao pia la ufundi lote linabebwa na hakuna yoyote kutoka nje. Pale kwao Malawi. Kwa hiyo kuna sehemu ambapo Yanga wanaonekana ni rahisi kupata matokeo, kwa sababu Yanga investment yao inakuwa ni kubwa sana kuliko Silver. Lakini kwenye mchezo hatustahili kwenda na matokeo mfukoni, kwa sababu wakati sisi tukiamini kwamba tuna timu bora, wao pia wana nafasi ya kuona ubora wa timu ambayo inatoka Tanzania. Sio vizuri. Kwa hiyo pia sisi bahati mbaya sana ligi yao haionekani sana kama ligi yetu. Lakini ukienda kule kwao wanaangalia ligi yetu kama ligi, kama ni sehemu ya nchi yao. Yes, wanafuatilia vizuri. Yaani ukienda sasa hivi Malawi, mechi ya Simba na Yanga inachezwa, ni kama unaweza kuhisi kama mbona niko sehemu fulani ya Tanzania. Yes, kwa hiyo ni wao wanafuatilia sana. Kwa hiyo kwa mantikio ni kwamba wao wanaifahamu vizuri Yanga. Lakini kitu ambacho najua kitakuwa kitawasumbua ni quality walionayo Yanga juu yao. Kwa hiyo Yanga wakati wao wanajiandaa, wasifikiri kwamba hawafahamiki. Wanafahamika vizuri. Kwa hiyo lazima waende wakitambua kabisa tunajulikana, tuende tukaonyeshe tulicho nacho.